Jenerali mstaafu wa Nigeria aliyetekwa hivi sasa ameripotiwa kufariki dunia. Sasa jenerali mstaafu wa jeshi la Nigeria ambaye alitekwa nyara na watu wenye silaha kaskazini magharibi ambao wanapatikana mwa nchi hiyo amefariki dunia mikononi mwa watekaji wake. Jeshi limetoa taarifa rasmi likiweza kuthibitisha habari hiyo. Meja Jenerali Labe Abubakari ambaye alikuwa msemaji wa jeshi kati ya 2015 na 2017 alitekwa nyara akiwa na mke wake walipokuwa wakisafiri katika jimbo la Katsina mwezi uliopita. Hakuna kundi ambalo limetangaza kuhusika na utekaji nyara huo mpaka hivi sasa, lakini kutekwa nyara na kifo cha Abubakari kinaangazia changamoto za kiusalama zinazoendelea kuyakabili maeneo ya kaskazini magharibi mwa Nigeria, ambapo magenge ya wahalifu wanaofahamika kama majambazi mara kwa mara huwateka watu kwa lengo la kujipata fidia, kuiba mifugo na kuwashambulia wanavijiji. Huku kamisheni wa usalama na masuala ya ndani ya jimbo hilo Nasiru Muanzu alieleza kusikitishwa kwake msiba huo licha ya kile alichokiita juhudi za pamoja za serikali ya jimbo na vyombo mbalimbali vya kiusalama kusaidiwa kuachiwa kwa jenerali huyo. Jenerali mstaafu Abubakari alifariki kutokana na matatizo ya kisukari na shinikizo la damu, alikuwa anaambia waandishi wa habari wakati akitoa rambirambi zake. Lakini wakati huo huo, familia ya marehemu imezitaka mamlaka kuimarisha juhudi za kumwokoa mke wake ambaye bado yupo mkononi mwa watekaji. Hivi sasa Nigeria imekuwa ni moja ya taifa ambalo linapokea kesi mbalimbali ambazo zinaendelea kugusa vyombo mbalimbali vya habari kwa namna hayo inazidi kuleta chachu kila itwapo leo. Moja ya jambo kubwa ambalo lipo hivi sasa ni hili la kwamba jenerali mstaafu anaenda kutekwa na mpaka anapatwa na umauti baada ya kukosa huduma nyingi ambazo kama unavyofahamu watu wenye kisukari wanahitaji uangalizi mkubwa zaidi, na wamekuwa wakiomba kila siku fedha kuhakikisha wengine ambao wanawateka wanaachiwa huru na maisha yaweze kurejea kama kawaida. Watu wengi wamekuwa wakilalamikia mamlaka ambazo zinasimamia usalama katika taifa hilo, namna ambavyo zinashindwa kupambania na kuhakikisha watu hao wanaweza kuwasambaratisha mara moja ili amani iweze kurejea tena ndani ya magharibi mwa taifa hilo ambalo limekuwa likikumbwa na mzozo huo kile itwapo leo.